Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala rasulihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, amma ba'd. Wapenzi wa watazamaji, karibuni sana katika mwendelezo wa vipindi na darasa zetu. Leo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu tutazungumzia fawaidu zanjabil, faida za matumizi ya tangawizi. Fawaidu zanjabil, faida za zanjabila. Zanjabila maana yake ni tangawizi, na tangawizi, ndugu zangu watazamaji, kwanza imetajwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Insani, yani ndani ya Qur'ani, katika suratul Insani aya nambari 76. Allah ameitaja pale aliposema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, kwa maana watu wa peponi watakunywa vinywaji vilivyochanganywa na tangawizi. Kwa hivyo tangawizi kwanza ni kitu ambacho kimetajwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani, na Mwenyezi Mungu hataji kitu ndani ya Qur'ani isipokuwa iko kitu kina manufaa kwa watu, ama kama akikataza maana yake kina madhara kwa watu. Taib, sasa wanasema wanawazuoni miongoni mwa tabia ya tangawizi, kwanza wanasema ni harun. Tangawizi ina tabia ya moto, yani manake ni ina tabia ya ujoto, yabisun, ukavu, yani tangawizi ina tabia ya joto na ukavu. Lakini wanasema ni khafifun, tangawizi ina tabia ya wepesi, yani ni nyepesi tangawizi, sio nzito. Lakini wanasema miongoni mwa sifa zake sasa au faida zake, wanasema ni muhallalu lil awram. Kwanza, faida ya kwanza ya tangawizi ni kuondoa vimbe mwilini, yani tangawizi inasaidia kupunguza uvimbe mwilini, muhallalu lil awram. Lakini sifa nyingine ya tangawizi au faida nyingine ya tangawizi, pamoja kuwa ni muhallalu lil awram, lakini pia warihul munaqida, na upepo uliokwama, allati fil jawfi, ambao uko tumboni, kwa maana ya gesi. Tangawizi biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, kwa watu wenye matatizo ya gesi wanywe tangawizi, kwa sababu tangawizi huwa inaondoa upepo almunaqidatu allati fil jawfi, upepo uliokwama tumboni, kwa maana ya gesi. Lakini pia wanasema wa idha rabba bila asali, na zama tangawizi ikichemshwa pamoja na asali. Wa idha rabba bil asali, na tangawizi ikichemshwa pamoja na asali. Qata al balgham, kwanza huondoa makohozi. Kwa mtu mwenye matatizo ya makohozi basi tangawizi huondoa makohozi. Ikichemshwa na asali ukawa unakula kijiko kimoja ama ukanywa kikombe kimoja, manake ile tangawizi utatia nyingi, asali utatia kidogo, utakunywa kikombe kimoja, ni nzuri katika kuondoa makohozi. Lakini wanasema wanafaa mina suali, lakini pia inasaidia sana kwa watu wenye matatizo ya kikohozi, yani wale watu wenye tatizo la kukohoa mara kwa mara, mtu yuwakohoa basi akinywa tangawizi iliyochanganywa, kwa mfano umechemsha tangawizi, baada ya kuipoa umetia kwenye umechemsha tangawizi na asali, yani umechanganya ukachemsha kwa pamoja, baada ya kuipoa ukanywa walau kikombe kimoja kila siku, asubuhi maybe na jioni, basi biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kama una tatizo la kikohozi litapoa. Lakini pia ni khafifun, wanasema walayinu sadri. Tayib, lakini pia wanasema miongoni mwa sifa zingine za tangawizi ni kulainisha kifua, walayinu sadri, na kulainisha kifua.
Kwa wale ambao wenye matatizo ya vifua, mtu anahisi kifua kizito, anahisi tafrani kifuani, basi anywe tangawizi iliyochemshwa pamoja na asali, iliyochemshwa na asali. Lakini wanasema pia wanaka kisbatu ria, lakini pia husafisha mirija ya mapafu. Tangawizi iliyochemshwa na asali ukinywa, yani husafisha kabisa mirija ya mapafu biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wa husnu sauti, na uzuri wa sauti, yani kama sauti lako limekuwa bayabaya, uelewi basi ukinywa tangawizi sauti yako itarudi, itakaa vizuri katika hali inayopendeza. Lakini pia wanasema watayibu nakaha, lakini pia tangawizi huleta harufu nzuri ya kinywa. Kama kinywa chako kina tabia ya kutoa harufu mbaya, kinywa kinanuka, harufu mbaya inatoka kinywani, maybe inatoka tumboni, kunywa tangawizi iliyochemshwa pamoja na asali kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kinywa chako kitatoa harufu nzuri, kinywa kitatoa harufu nzuri biidhnillah. Lakini pia wanasema wazada filbah, lakini pia tangawizi iliyochemshwa na asali ukinywa, wanasema inazidisha heshima nyumbani, yani inazidisha heshima nyumbani. Wewe si unaheshimiwa nyumbani kwako, unataka kuzidisha sasa ile heshima, uheshimike zaidi na mamie sheghele, mamie wana, mamie watoto akuheshimu zaidi, basi chemsha tangawizi pamoja na asali kisha kunywa. Maana yake kwamba inazidisha nguvu za kiume biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hizo ndio faida miongoni mwa faida za tangawizi na sifa miongoni mwa sifa za tangawizi. Itumie katika maelekezo hayo ambayo tumetoa, basi utakuja kuona faida zake biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mwisho kabisa ni kuombe ndugu yangu mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kuingia katika channel yetu, usisahau kusubscribe channel yetu, like, share channel yetu. Lakini pia kwa mahitaji ya visomo, kwa mahitaji ya tiba kiujumla, tupigie. Nambari zetu ni 0652 28 63 23. Nambari yetu ya Voda ni hiyo ni yas tuliyoitaja 0652 28 63 23, but our Vodacom numbers ni 0757 510 973. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.